Asante Bwana. Asante kwa Mungu kutupa mchana wa leo mzuri, ili tukuwe na neno la kuchangia kwa siku kama ya leo. Ningeliomba msomaji atusome kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 hadi 11. Atasoma mrefu kidogo. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 1 hadi 11. Tunasoma Wafilipi sura 2 mstari wa 1 hadi 11. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi ikawa faraja ya yote katika Kristo, yakiwa matulizo ya yote ya mapendo, ukiwa ushirika wa wote wa roho, ikiwa uhuru wa yote na rehema. Jalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapendo mamoja, wenye roho moja, mukiwa na nia moja. Musitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, lakini kwa unyenyekevu kila mtu ahesabu mwenzake mzuri kuliko yeye mwenyewe. Kila mtu katikati yenu asiangalie maneno yake mwenyewe, lakini kila mtu aangalie maneno ya wengine. Muwe na nia hii ndani yenu, iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu vile vile. Ndiye aliyekuwa na namna ya Mungu, hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa kitu kushikamana nacho, lakini alijifanya mwenyewe kuwa hana utukufu, akitwaa namna ya mtumwa, akakuwa na mfano ya watu, na akionekana na sura ya mtu, aliyejinyenyekeza mwenyewe, akakuwa mwenye kutii hata mauti, ndiyo mauti ya msalaba. Kwa hivi Mungu vile vile aliyemtukuza sana na kumupa jina lililo juu ya kila jina, hata kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na chini ya dunia, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. 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 Wakati ambapo tunafika siku kama ya leo, watu wote wanatarajia tuseme habari ya Roho Mtakatifu. Ni nani, anafanya kazi gani na kadhalika. Vizuri. Nisikia kwa muda ambao tunaishi, na andiko labda linaweza kuwa msaada kwetu pia. Tuko katika muda mgumu, muda ambapo vita vya ulimwengu wa kiroho vinainuka, na Mungu alijua hile. Na ndio maana Yesu hata wakati ambapo aliandika, ni Paulo kwa Galatia, wakati ulipowatimia, Mungu akatuma mwana wake. Ni kusema hakukuja kwa ajili afanye promenade de santé, sivyo. Alikuja kwa ajili, anajua mwovu anaongeza vitese ya vita kupiganisha ule mtakatifu, na siku zinakuwa chache kwake. Sema haleluya. Sema haleluya. Hapo majuzi
nilifuata video. Nipenda kwamba mtu niwapashe kidogo. Katika Yerusalema wanaanza jenga hekalu la 3. Na wanaanza kutafuta namna gani watapata kuhani mkuu. Wanaanza kumtayarisha. Vyombo vyote vya hema jangwani wako wanavitengeneza, ili wakati ambapo utakayezinduliwa ule kuhani mkuu afike pale na afanye utaratibu unaohitajika kwa wakuhani. Watu wengi wanasema labda si jambo mzuri. Wengine wanasema hatuelewi. Niliona hata mchungaji mmoja wa hapa Goma anaenda Yerusalema. Akaonyesha picha kwamba iko katika kaburi ya Yesu. Akasema ya kwamba kila anahitaji ainue mikono yake juu, nimwombee hivi katika kaburi ya Yesu. Nikasema huyu ndugu anasema nini huyu? Yesu wakati ambapo walienda katika Luka 24, wa Maria mwingine wakaenda. Roho wa Mungu malaika akawaambia, kwa nini mnatafuta aliye hai miongoni mwa waliokufa? Hayuko hapa, amekwisha fufuka. Sema haleluya. Sema haleluya. Kwa nini mnatafuta aliyefufuka miongoni mwa wafu? Amekwisha fufuka. Andiko hili nitaisema kwa maneno mafupi, sijui Mungu atatusaidia. Tutasema kwa ajili ya Paulo. Acha nimalize neno hili. Kanisa la 3 alihitaji kujengwa na mikono wanadamu. Kanisa la 3 lilijengwa wakati Yesu aliingia mahali patakatifu, patakatifu, akatoa zabihu na akatufungulia njia mpya ili Mungu aonekane kwetu. Hakuna maana, ona mwanadamu gisi alivyo. Kinachozaliwa na mwili ni mwili. Kinachozaliwa na roho ni nini? Hivi yenye bako wanafanya ili kiona Wafalme wa 2 sura ya 18 wanasema neoshita. Na ndio shida, watu wengi wanaingia occultisme bila kujua. Wanaabudu miungu mingine ambao si Kristo, shetani akiwadanganya. Shetani mpango wake ni ule ule tangu alipoanza katika shamba la Edeni mpaka leo. Mkimjua kwa njia hii, anageuka kwa njia nyingine. Mkimfuata kwa njia hii, mnamjua, anaama kwa njia nyingine. Na vyote atakavyofanya, hatavifanya vikuwa na sura. Wanasema si ajabu malaika wa giza ajifanye kuwa malaika wa nuru. Kanisa, tuko wakati mgumu sana. Na mataifa wote wako natoa pesa wajenge hekalu la 3. Vipofu wakiongoza vipofu wengine, wote wataanguka ndani ya shimo. Hakuna hekalu lingine tena litajengwa. Lenye ambalo wametabiri Hagai, hekalu la 2 litakuwa na utukufu kuliko hekalu la kwanza. Haiko ile wanataka kujenga. Anawaachilia tu. Anawaachilia wafanye vile. Na kwa wengine wataenda kule
kusherehe ya mzinduo, dunia inaharibika. Turudie kwa andiko letu. Wewe uliamini, sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana. Kila goti liko natetemeka hivi, linangoja neno moja useme, lipate kupigwa chini, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Sema haleluya. Sifa kwa Bwana, sifa kwa Bwana. Hapa tuko, Paulo anafungwa katika Warumi. Ukisoma andiko kwanza sura yake ya kwanza kwenda kwa sura yake mpaka ya 3 ukiendelea, Paulo kuna mambo ambayo anayaona mwanzoni. Jambo la kwanza ni shida ya kufungwa kwake. Kuna vunja watu mioyo, watu ambapo walifikiria kwamba kufungwa atarudia mauti. Watu wanafikiria kwamba atakufa bali wapate faraja. Mitume wa uongo wanakuja ili wavunje mioyo kanisa la Filipi, ambapo lilianzwa na Paulo, si katika sinagogi, limeanzishwa kwenye pembeni ya mto na binti anapoitwa Lydia. Wanakuja kuwavunja moyo na Paulo, na wanahubiri habari mbaya kwa ajili yake. Wanasema si mtumishi. Kila mtu alijiruhusu kusema yake. Epafrodite na wengine na Timotheo walikuwa wakimletea habari iliyopita katika kanisa hapo Filipi. Na wakati ambapo anaendelea kusikia, akasema vitu viwili. Ninasongwa, sema haleluya. Sema haleluya. Ninasongwa na vitu viwili. Ningalipenda niende nikakae pamoja na Baba, nikae pamoja na Bwana. Ya pili, ningalipenda pia nikae pamoja nanyi ili niongeze kwa imani yenu yale ambapo yanapunguka au msiyajua. Si jue la wapi. Na anamaliza 1:11 wa Filipi. Kuishi ni Kristo. Sema haleluya. Kuishi ni Kristo, na kufa ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. Sema haleluya. Sema haleluya. Nataka kusema hivi ndugu yangu, hakuna mtu anaweza kufa mbele kabla hajamaliza huduma au neema au ujumbe Mungu aliyempatia. Sema haleluya. Sema haleluya. Hakuna Mungu anaweza ruhusu ya kwamba amishwe kama Mungu mpango wake haujafika mwisho. Mungu amechukua vitu vyote, na wewe uliye hapa hautakufa. Hata unasema ya kwamba una magonjwa itapona, hautakufa kabla kenye Mungu alikuitia hajatimiza kupitia wewe. Kupitia wewe. Na ukikawia na shida, jua ya kwamba Mungu ana kitu anafanya. Sasa hapa na vitu viwili. Wakati ungali mzima, wewe ni mali na faida ya Mungu. Sasa hii mali na faida ya Mungu unitumikisha namna gani? Wewe mali na faida ya Mungu. Je, na ndio hapa anaanza kuongea hapa. Anasema kama ni faraja, mnayo katika Kristo. Kama ni utulizo, kutulia kokote, mko na ile utulivu kupitia neno mlioipata. Ikiwa ushirika wote, mko nao. Ikiwapo huruma yoyote na rehema, mko nayo.
Ndugu, jambo la kwanza ni hili: usitosheke, usilalie kama kuku inalalia mayai neema ambaye Mungu anakupatia. Usilalie. Hawa walikuwa na shida. Kazi ya Roho Mtakatifu imewapa faraja. Kazi ya Roho Mtakatifu inawapa utulivu. Kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa imefanya kwamba kuna kuwa huruma, rehema. Rehema imezaliwa ndani yao. Leo inakosa makanisani moyo wa rehema. Anasema vyote vipo. Vipo. Lakini anachoongeza nije: jalizeni furaha yangu. Hata vyote vipo. Kama mimi Paulo siyaona furaha yangu imekuwa kamilifu kwa ajili ya mlivyo, mungali na hatua ya kufanya. Mungali na hatua ya kufanya. Yuko anawaombea Mungu Roho Mtakatifu atimize kazi ndani yao. Anasema neno nini? Mkuwe na nia moja, upendo mmoja, moyo mmoja, mkiwa na mawazo mmoja. Msitende neno lolote katika kushindana wala kwa majivuno. Lakini kwa unyenyekevu kila mtu akihesabu mwenzake kuwa bora kuliko yeye mwenyewe. Kuhesabu mwingine kuwa bora kuliko nafsi yako. Na kila mtu asishughulike na mambo yake peke yake. Anawarudisha katika wakati wa Pentecost. Sema wote walikuwa pamoja kwa umoja. Fanyeni hivyo. Watafanya hivyo namna gani wakati nguvu za Mungu ziko ndani mwao? Wataanza namna gani? Ni kama mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Watafanya nini ili hii matunda ionekane kwao? Mpaka Roho wa Mungu afanye kazi ndani yao. Ndio sasa anapita kwa kipindi cha 3. Iweni na nira iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo, nia iliyokuwa ndani mwake. Hiyo yuko anawapandisha ngazi. Yale yamekwisha kuwa, yale yametarajia kwao, na wapi watapata nguvu hizo ili waweze kutimiza hivi. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba endeni mkangojee Yerusalemu mpate nguvu. Mpate nguvu. Baada ya kupata nguvu mkuwe mashahidi wangu. Kwanza Yerusalemu, Yudea, Samaria na Galilea mpaka mwisho wa dunia. Kweli na ndia ilipokuwa ndani ya Kristo Yesu. Ngazi ya 3. Anaposema juu ya nia, yeye aliyekuwa kama Mungu hakuhesabu kuitwa kuwa kama Mungu jambo la kujali. Sema haleluya. Sema haleluya. Neno hili linagusa, anarudia katika Mwanzo. Walimdanganya Hawa, ukila tunda hili utakuwa kama Mungu. Mungu aliwakatalia msikule tunda hili kwa sababu mkila mtakuwa kama yeye. Mungu ana wivu. Mungu ana wivu ya kukufanya. Kwanza anasema umeumbwa kwa mfano wake. Sasa atakuonea wivu kwa nini? Kwa sababu gani? Hakuna. Yeye ambaye alikuwa pamoja na Mungu, alikuwa Mungu, alikuwa neno. Yeye
hakuhesabu pumziko, heshima, utukufu, hakuhesabu kuwa kitu. Alikubali kuondoa utukufu aliyekuwa nao, akashuka ili ajifanye kuwa mtumwa. Haleluya, haleluya. Kwa ajili yako, kwa ajili yangu, alishuka ili afanyike kuwa mtumwa, aoche tabia ya mtu, akawa mtu. Kiswahili kikutuambia vizuri. Na wakati ambapo alipoonekana sura yake, amekwisha kuwa mtu, lakini hakuna aliyemtambua. Sura yake ilikuwa deconfigure, sura yake ilibadilishwa kwa ajili yangu. Akakubali kutii mpaka kafa. Na alipokufa, kifo gani? Kifo cha laana. Kama Noa alilaani wanawake, na maana ya Noa ni kusema Mungu ametuokoa na laana ambaye alilaani udongo. Ndio maana ya Noa. Ndani ya Kristo Yesu hakuna laana tena, haiko. Yanayekuwa ni baraka, ni neema ya Mungu juu yetu. Usijipakae mikosi ambayo Yesu alikwisha kufia wewe. Akatii, akauawa, akaenda kuzimu sababu ya kutii kwake. Yeye alitii mpaka kufa. Labda tutarudia kwenye mambo baadaye. Sasa mtafanya namna gani? 12 anaanza neno lingine. Mstari 12 anasema hivi: tumikieni wokovu wenu katika woga na kutetemeka. Haitoshe tuokoke tu, kuna bei ya kulipa kutumikia wokovu wetu katika woga na kutetemeka. Kwa nini? Katika Bwana ndiye mnakuwa utashi na nguvu na sisi kufanya kazi yake. Sema haleluya, sema haleluya. Usiseme kazi Mungu amekupatia ya kwamba ni ngumu. Hapana, ni wewe kujifanya kuwa ndani yake. Na ukijifanya ndani yake, ndani mwake mtatoa. Asema kwa sababu ya kusudi njema alilonalo. Hatukuitwa kuimba ijapo kuimba ni vizuri. Hatukuitwa kuhubiri ijapo kuhubiri ni kuzuri. Hatukuitwa tuwe wachungaji ijapo kuwa uchungaji si vibaya. Vyote haiko, si vivyo, hapana. Tuliitwa ili tufanane na Yesu Kristo. Sa haleluya, haleluya. Ukifanana na Yesu, kazi ni yake, haiko yako. Kazi iko yake. Usijisumbue na kazi haiko yako wewe. Amekukodisha. Kuna watu hapa ni watumishi wa saa 1 asubuhi, wengine saa 3 asubuhi, wengine saa 6 asubuhi, wengine saa 9 asubuhi, wengine saa 12 asubuhi, lakini mshahara ni mmoja. Na hata watu waseme mimi baba yangu, unajua si ndugu yangu, aliyekukodi kwa ajili ya kazi yake ni yeye. Tunashindwa mara nyingi kwa sababu unajua kisi mwanadamu kisi alifanya. Wakati alifanya mnara wa Babeli, ilikuwa bila nguvu za Mungu. Kazi Mungu anatuitia tumtumikie, kama gesi ametaja mahali hapa, ni kazi ya kiroho, itatumikwa na nguvu za kiroho na kwa njia ya kiroho. Sema haleluya. Kazi ya Mungu ni hivyo. Na wasema tumikieni wokovu. Mupalilie wokovu wenu. Kuipalilia haitoshe tu nilishabatizwa. Nilishasema kwa lugha. Hapana. Niliomba bakaponya magonjwa. Hapana. Inabidi kuingia ndani yake. Asema wakati Roho Mtakatifu atakaye kuja,
mtajua mimi niko ndani ya Baba, nami ndani mwangu, na mimi ndani mwenu. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu alipokuja, alikuja kutuhakikishia habari ya dhambi, ya haki na hukumu. Na kazi hii ni ya Mungu. Mungu akikuita, hata mzigo ukiona kuwa mzito, ana njia ya wewe. Mungu hata utakatifu wako hautaenda tofauti na wito. Wito ndiye unampatia. Mungu anapokupatia wito, ile wito wenye anakuita ndio atakutakasa kwa ajili ya kufanya ile wito aliyekuitia. Mungu aite watu les hommes qualifiés, watu ambao wanajiweza. Mungu anaita wadhaifu ili yeye mwenyewe awawezeshe. Na hata ujue kuimba, unaimbaka na dieze. Kama neema ya Mungu ni kusema ni kuimba, atapenda ukuje na dieze yako. Na baada ya kuja dieze, ageuze kuwa soprano, ageuze kuwa alto, ageuze kuwa basse. Yeye ndio atafanya namna hiyo. Usijisumbue. Tunapoendaka kuwaganga, atukwake tunajikwaruza na kisu. Tunaendaka tu, mganga niko hapa, fanya vinyi ambapo utakavyoona kama niko ni mgonjwa namna gani. Kama niko ni pasua, kama niku kunichoma shindano, nichome shindano. Na wewe, Yesu anapenda ujifanye kuwa mateka wake. Anapenda kuwe mateka wake. Na ukiwa mateka wake, shida zako haziko zako tena. Shida zako itakuwa ni zake. Kenye atafanya, hata kuambia kwamba sitafanya hiki, hapana. Huyu ni mtumwa wangu, na kama nimekwisha kuwa mtumwa wangu, vyake ni vyangu na vyangu ni vyake. Ngazi yetu ya utiifu inaambatana na ngazi yetu ya juu ya nguvu za Mungu zinazofanya kazi ndani mwako. Ndani za ngazi yako ya kushuka chini, kama Yesu alivyoshuka chini. Na hautajishusha chini peke yako. Ukijishusha, utajishusha vya bongo. Na kumbuka wakati mmoja nilikuwa na jipu. Baada kunifinya wakasema, hapana, nitajifinya mimi mwenyewe. Abajifinyake kivimbo peke yako. Na mmoja akasema, hapana, huko tunadanganya, fanya tukukamate. Mumukamate kule, na kukua anestesia hata. Finyanga, niliyama, nililia. Sasa tukimhurumia tunamuumiza. Na Mungu na yeye, wakati anapofanya kivimbo, tutayama. Si vibaya kuyama, lakini haiko ile. Asubuhi yake bakakuja mapema, ulala namna gani? Lala mzuri. Sawa, nilivumilia. Wandugu wapenzi katika Kristo, Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na napenda kwamba siku kama hii anasema, tiini Mungu, pingeni shetani na atawakimbia. Wandugu wapenzi katika Kristo, meza ya Bwana iko mbele yetu. Mungu Kenya anachukia. Ukisoma wimbo wa Elizabeth, wimbo wa Maria, wanasema Mungu ameleta Yesu kuvunja wenye kiburi. Wenye kiburi ni usema tuko tunakula meza ya Bwana, ambayo inaonesha kuvunjika kwetu ndani ya mioyo, kuonekana kutukua kitu machoni pake. Na kama tuko kitu, yeye atakuwa kitu kupitia kutokuwa kwetu kitu. Yeye atakuwa kile ambacho hatungaliweza kukua kupitia udhaifu wetu. Mungu wa mbinguni, tutasimama tuombe Mungu.